Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadun ibn Abdillah. Ndugu zangu, kama ilivyo ada yetu, aizina almushahidin alkiramin assidi wasada fi kulli anha'i alalam wa fi baladna alhabibatun asharifatun baladul amni wassalama jamhuriyatu Tanzania almuttahida. Ndugu zangu, popote pale mlipo katika pande hii ya dunia, kama kawaida yetu na kama ada yetu, tunaendelea kukutana katika chaneli yetu hii ya Sha'rawi TV. Lengo, madhumuni na shabaha ni kukujuza yale ambayo yanayohusu masuala mbalimbali ya kisiasa, lakini pia yanayohusu masuala mbalimbali ya kidiplomasia katika matukio ambayo yanaendelea ndani ya ulimwengu wetu wa sasa. Na kama ilivyo kawaida yetu, bado tunatupia macho katika habari mbalimbali na uchambuzi wa matukio mbalimbali ambayo yanaendelea kushika vyombo vya habari katika ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Walakin al-yawm sawfa natahaddathu bil aqalli, leo tutazungumzia kwa ufupi ma huwa al-Irani. Kwa nini Irani? Why al-Irani? Kwa nini Irani? Kwa nini daula ya Irani? Limadha al-Iran walaysa ba'da suquti al-Afghanistan? Kwa nini inalengwa dola ya Irani baada ya kudondoka dola ya Pakistani, dola ya Afghanistani? Limadha al-Iran ba'da suquti ad-dawlatu al-Iraqi tahta qiyadati Saddam al-Hussein? Kwa nini inalengwa dola ya Irani baada ya kudondoka dola ya Iraqi iliyokuwa chini ya rais wake Saddam al-Hussein? Limadha al-Irani ba'da suquti ad-dawlatu Libya tahta qiyadati Muammar al-Qaddafi? Kwa nini Irani baada ya kuwa imedondoshwa dola ya Libya iliyokuwa chini ya rais wake Muammar al-Qaddafi? Aizina al-mushahidin al-kirami, ndugu zangu wapenzi wafuatiliaji katika vipindi vyetu hivi katika uchambuzi wa masuala haya mbalimbali yanayohusu kisiasa na diplomasia, lengo, madhumuni na shabaha ni kukufanya wewe utambue na ujue na uwe na ilmu ya kina juu ya yale ambayo yanayotokea katika ulimwengu wa Mashariki ya Kati, ili upate uelewa na kujua namna gani siasa za ulimwengu na masuala ya kidiplomasia yanavyokwenda. Fama hiya alhadafu hatta humma yuriduna an yadkhulu fi dawlati al-Irani. Malengo yao ni yepi na shabaha yao ni ipi, na ipi kinachowasukuma mpaka kwenda kutaka kulivamia taifa la Iran? Ikumbuke kwamba Irani ni moja kati ya mataifa ambayo yamejitambulisha kupitia thakafa yake, kupitia utamaduni wake. Irani ni moja kati ya mataifa ambayo yamejitambulisha juu ya mataifa mengine kupitia namna walivyoseti uchumi wao, namna walivyoseti elimu yao, namna walivyoseti nguvu zao za kiaskari. Lakini mbali na hivyo, Irani ni moja kati ya mataifa yanayotukia kusini mwa magharibi mwa nchi za bara la Asia. Irani, kutokana na namna ya jiografia yake, watu wengi hudhani kwamba Irani ni sehemu ya mataifa ya Kiarabu. Lakini Irani sio Waarabu, bali kinachowasukuma katika Uarabu ni kutokana na namna nchi yake ilivyojiweka kupitia eneo la kijiografia. Lakini Irani ni moja kati ya mataifa ambayo yanayotengeneza ushawishi mkubwa wa kisiasa kupitia nchi za jirani zake ambazo ni nchi za Kiarabu, kupitia nchi za jirani zake, kwa mfano kama vile nchi ya Syria, lakini pia nchi ya Lebanon, lakini pia nchi ya Iraqi. Kwa upande mmoja ama upande mwingine ni kwamba Irani inatengeneza kwa muda mrefu ushawishi wa kutanua empire yake kupitia mataifa ya Kiarabu, ambapo walifanikiwa kwa ushawishi walionao wa kisiasa, waliweza kufanikiwa kuweka makundi ya aina mbalimbali katika ardhi ya Yaman, lakini pia wakaweka makundi mbalimbali katika kupitia utawala wa Syria, lakini pia wakaweka makundi mbalimbali kupitia utawala wa Lebanon, lakini pia wakaweka makundi mbalimbali kupitia utawala wa Palestine. Hasa ukija ukaangalia namna gani walivyoweza kuseto haya,
waliweza kuseto haya, nia na madhumuni ni kutanua empire yao, kwa sababu miongoni mwa farku ambazo zinazotofautisha baina yao na Waarabu ni kwamba wao wanaishi kama ambavyo walivyokuwa zamani kuwa ni daulatun al-Fursi, tofauti na Waarabu ambao wao wanataka kuishi kama sehemu tu ya nchi maalum, lakini wao wanaishi kana kwamba wanaishi katika zama ambazo wao walikuwa wanaishi kama daulatul Fursi, ambayo iliyokuwa ndiyo superpower kwa wakati huo duniani. Kwa hiyo kupitia nadharia hiyo na kupitia mikakati yao ambayo iko chini ya nadharia hiyo, ndio maana wakaweza kuweka makundi mbalimbali katika nchi za Waarabu, na hata watawala ambao waliokuwepo katika baadhi ya nchi kama vile Syria alikuweko Basharul Assad, lakini pia Yemen mpaka sasa ni wao wamefanikiwa kuchukua ukanda huo. Nia na madhumuni ni kwa ajili ya kulinda maslahi ya Irani, ili kumziwia adui yoyote ambaye anaweza kupata ushawishi wa kuja kuidhuru Irani kwa kupitia mataifa haya ya Kiarabu. Na hii inatokana na nini? Kihistoria, kwa muda mrefu sana, ukisoma vitabu vya historia utagundua kabisa Waarabu ndio ambao walioweza kuingia na kuidondosha Daulatul Fursi kupitia sahabiyul jalil ambaye anaitwa Sayyidna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Baada ya kufariki bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akaja Sayyidna Abu Bakar as-Siddiqi, lakini pia akaja Sayyidna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kwa hiyo Sayyidna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yeye ndiye ambaye aliyeweza kutengeneza jeshi la ukombozi ambalo liliweza kuingia katika ardhi ya Fursi na hatimaye kufanya mapinduzi na kuikomboa ardhi ya Fursi, ikaingia ndani ya himaya ya Waislamu, lakini pia kwa sifa ya ujumla, lakini pia ikaingia ndani ya himaya ya Waarabu kwa sifa ya pekee. Kwa hiyo kwa kupitia historia hiyo, na wao wanatawaliwa zaidi na historia na wanataka kuishi kama empire, huku wakiamini kwamba wao ndio wakubwa ndani ya Mashariki ya Kati kama walivyokuwa katika historia huko wao pamoja na Rum. Idhan tunatakiwa tuendelee kuishi katika mtiririko huo. Kwa hiyo wakawa wametengeneza makundi haya, kundi la Houthi ambalo linapatikana nchini Yaman, lakini pia kundi la Hamas ambalo linapatikana Palestine, lakini pia kundi la Hizbullah ambalo linapatikana katika ardhi ya Lebanon, na makundi mengine ambayo mpaka sasa yapo katika nchi ya Iraqi. Yapo katika nchi ya Iraqi, lakini msaada mkubwa yanapata kutoka katika nchi ya Irani. Na hivi ndivyo ambavyo Irani pia ilitumika kutuma wanajeshi wake wengi na vyombo vingi vya usalama na nguvu nyingi za kijeshi kwa watu maalum ambao wanaishi katika nchi hizo, lakini kwa lengo la kumdefendi Israel kwamba asije akaipindukia Mashariki ya Kati, lakini pia asije akaipindukia Irani. Kwa hilo sasa, uwepo wa Irani katika strategic hizo ni jambo ambalo limekuwa linazua mizozo, kwa sababu yeye amekuwa ni kikwazo kikubwa, kwa sababu Israel anataka kuishi kama empire, lakini pia Irani na yeye anaishi kama empire. Kwa hiyo zimekutana empire mbili ambazo zimeingia katika mvutano na mgogoro za kumtaka nani awe empire mkuu ndani ya ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Lakini si hivyo tu, Daulatul Iran, limadha al-Iran, kwa nini dola ya Irani baada suquti Saddam Hussein, baada ya kudondoka Saddam Hussein? Limadha Daulatul Irani baada suquti ad-Daulatu Muammar Gaddafi, baada ya kudondoka Gaddafi? Kwa sababu dola ya Irani kwa namna ilivyokaa ndiyo ambayo imekuja kuwa hamzatul wasli baina al-arabu wal-asyawiyin. Dola ya Irani ndiyo imekuja kukamata lango kuu ambalo linazingatiwa. Lango hili kuu ni lango la kistrategic la kimkakati ndani ya ukanda wa Mashariki ya Kati, ambalo linalounganisha kupitia mikakati ya kiuchumi, kupitia mihimili ya uchumi ambayo inayounganisha baina ya Mashariki pamoja na Magharibi.
Kwa maana unapozungumzia mashariki na magharibi, maana yake utakusudia Saudi Arabia, utakusudia Misri, utakusudia Israeli yenyewe, utakusudia Palestine, utakusudia Lebanon, lakini pia utakusudia Yemen, utakusudia Oman. Hawa wamekuwa wanaunganishwa moja kwa moja pamoja na nani? Pamoja na Urusi, wanaunganishwa pamoja na China, wanaunganishwa pamoja na Uzbekistan, wameunganishwa pamoja na Tajikistan, lakini pia wameunganishwa pamoja na Uturuki. Kwa hiyo miongoni mwa mikakati mikubwa ya nchi za magharibi ni kuhakikisha kwamba wanalitawala hili eneo la Mashariki ya Kati kama kudhibiti, kama sehemu ya kimkakati katika kudhibiti hali ya uchumi ndani ya taifa lao, ndani ya nchi zao, ndani ya mataifa yao, kwa kumweka kiongozi ambaye atakayeishi katika lango hili kwa kufata maelekezo yao, na ajenti mkubwa ambaye anatakiwa kutumiwa ndani ya kuweza kumiliki lango hili si mwingine bali ni Israeli. Jambo ambalo sasa limekuwa ni kama vile mustahil, haliwezekani, kwa sababu Irani anaamini kwamba kwa kutema kwa hiki kiunganishi hapa ndicho ambacho ni sehemu ya mihimili yake mikubwa ya uchumi, lakini vile vile kwamba nchi za umoja wa BRICS, thulathi hizi 3+ ambao unakusudia China, unakusudia Iran, lakini pia unakusudia Urusi, wao pia wamekuwa wanalitumia lango hili kama sehemu yao kuu ya kimkakati katika upande wa kuimarisha uchumi wao. Ndio maana sasa utaona Urusi, tangu umeanza mgogoro, Urusi ametangaza wazi kuunga mkono kijeshi taifa la Iran, lakini Mchina na yeye ametangaza wazi na kujiweka bayana kuunga mkono taifa la Irani. Hii yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu lango hili ni moja kati ya malango makuu ambayo yanachangia na kuchagiza uchumi na maslahi mapana ya nchi ya Urusi pamoja na China. Ndio maana hata yule Kim Jong Un na yeye ametumia fursa hiyo, baada ya kuona kwamba hili ni lango kuu na yeye ni lazima aagize wanajeshi, na kwa bahati nzuri tangu jana amekwisha tuma vikosi vya wanajeshi kwa ajili ya kwenda kuisaidia serikali ya Iran. Ndugu zangu, why Iran? Kwa nini Irani? Limadha al-Irani? Kwa nini Irani? Baada sukuti al-Iraqi, baada ya kudondoka Iraqi. Ni kwamba siku zote tunatambua kwamba vita ya uchumi ni vita mbaya sana, lakini vita hii ya uchumi ndiyo ambayo inayokuja kuzalisha vita ya silaha. Kwa hiyo Irani, baada ya kujiona kwamba kwa muda mrefu amekuwa akitafutwa na njama na baadhi ya mataifa mengi yamekuwa yakikutana kwa ajili ya kutaka kuudondosha utawala wake, akaamua kujiimarisha. Kwa sababu gani? Anaamini uchumi unalindwa na jeshi, yani pesa inalindwa na silaha. Kwa hiyo uchumi unalindwa na nguvu kubwa ya kijeshi. Ndio maana kwa kadri ambavyo taifa linavyotakiwa liinuke, ndivyo ambavyo na nguvu za kijeshi zinavyotakiwa kupanda. Kwa kadri ambavyo uchumi wa taifa unavyotakiwa kutanuka, na ndivyo ambavyo uwekezaji katika masuala ya jeshi na wenyewe unatakiwa kuwa mkubwa. Ni kama vile mfano mathalan wa mtu aliyepata utajiri, mtu ambaye anatafuta pesa na akafanikiwa kupata pesa. Lazima uhakikishe kwamba unatengeneza mikakati bora na maridhawa ili kuweza kuilinda pesa ambayo uliotafuta, isije ikakuponyoka pesa ile, au isije ikapotea na kuangukia katika mikono ya wengine. Sasa Iran, baada ya kujiona kwamba yeye ndiyo lango kuu la uchumi wa dunia, kwa hiyo nini anachofanya? Anachofanya ni kutafuta nguvu za kijeshi, kuwekeza katika jeshi, katika upande wa silaha, ili mwisho wa siku ajihami kutokana na maadui ambao siku zote wamekuwa wakimtafuta miaka mingi kwa kutengeneza makambi jirani yake ili kuweza kumwathiri na kumuondoa, na hatimaye kuingiza serikali na mtawala ambaye atakayekwenda sanjari na matakwa ya nchi za magharibi, sanjari na matakwa ya nchi ya Marekani, kama alivyokuwa mtawala wa Irani kabla ya mapinduzi ya mwaka 1979. Jambo ambalo sasa limepelekea Irani
kuanza kurutubisha madini ya uranium kwa ajili ya kutafuta kutengeneza silaha ya nyuklia, jambo ambalo pia limemshtua Marekani na kutaka kutumia kigezo hicho kuingia kwa ajili ya kumtoa. Na hii imeonekana wazi kwamba kupitia ujumbe wa waziri wa mambo ya nje aliyekwenda nchini Uturuki kwa kuitikia, baada ya kuitikia wito wa Recep Tayyip Erdogan, rais wa Uturuki, wito ambao ameagizwa na Donald Trump baada ya kushindwa kuivamia Irani kijeshi. Akamwambia Recep Tayyip Erdogan, rais wa Uturuki, kwamba anaomba kikao na na waziri wa mambo ya nje wa Irani kwa ajili ya kuja kuzungumzia jambo hili. Waziri wa mambo ya nje wa Irani alivyofika nchini Uturuki, akakutana na ujumbe huo kwamba Marekani inaomba zile uranium, madini ya uranium ambayo yaliyoyeyushwa mpaka kufikia gredi takribani 400, basi anayaomba yakabidhiwe ili wajiepushe na mpango wa kutengeneza nyuklia, jambo ambalo Irani wamekataa na wamesema kwamba tujadili masuala mengine na tusijadili swala la nyuklia. Kwa maana nyingine ya tafsiri ya kikao hichi kwamba sisi tuko tayari kwa njia yoyote atakayoamua, iwe ni vita tuko tayari, iwe ni vita ya chini tuko tayari, iwe ni vita ya juu tuko tayari, iwe ni vita ya ndani ya maji tuko tayari, lakini sio swala la kujadili nani anatakiwa amiliki nyuklia. Na kweli ana haki ya kukataa. Kwa nini ana haki ya kukataa? Kama serikali inayojitegemea, serikali ambayo ina sera zake, serikali ambayo ina malengo yake, na miongoni mwa malengo yake ni kuwa superpower in the Middle East. Miongoni mwa malengo yake ni kumiliki lango la kiuchumi katika Mashariki ya Kati. Miongoni mwa lengo lake ni kutaka kuona kwamba Israeli haitokei hata siku moja kuwa juu yake, kwa sababu kinachofanywa na Myahudi ni wao kwenda kwa Israeli kumuuzia silaha, halafu wanamtaka Irani asirutubishe silaha zake. Maana yake wanatengeneza taifa moja kuwa juu ya taifa lingine, wanamtengeneza mbabe kuwa mbabe juu ya mataifa mengine, jambo ambalo serikali ya Iran imelikataa jambo hilo na imejua na nini mustakabali wake. Kwa hiyo jitihada kama hizi za kutaka kumiliki, kutanua ushawishi wa kisiasa katika maeneo ya jirani, jambo hili pia limewahi kufanywa na mataifa mengine, ikiwemo taifa lenyewe linaloongoza vuguvugu na vurugu juu ya mataifa mengine duniani, taifa la Marekani. Kwa nini leo hii tunasikia kwamba mgogoro mkubwa